Watu wengi tunatamani kuwa na maisha mazuri kabisa ya kifedha. Naam, hili linawezekana kabisa, na hili halitegemei ni kiasi gani cha fedha unachokiingiza, isipokuwa hili linategemea sana namna unavyotumia hata kiasi kidogo cha fedha unachokipata. Sasa hapa nimekuandalia tabia 10 ambazo unapaswa kuziacha kama unataka kupanda kifedha na kama unataka kufikia uhuru wa kifedha. Jambo la kwanza ni kutumia pesa bila mpango. Kama unataka kufikia uhuru wa kifedha, hakikisha matumizi ya fedha zako yanafuata mpango fulani. Usitumie fedha bila mipango yoyote. Jambo la pili ni kutokuwa na akiba. Kama unahitaji kuwa na uhuru wa kifedha, hakikisha unajilipa wewe kwanza kabla ya kufanya matumizi mengine ya kifedha. Chukua 10% au 5% au 8% au 15% ya fedha zako, iweke pembeni kama sehemu ya akiba, na kisha fanya matumizi mengine wakati tayari umeshaweka akiba kiasi fulani cha fedha. Jambo lingine la tatu ni kuishi juu ya kipato. Hakikisha hauishi juu ya kipato. Mfano, kama kwa siku unaingiza shilingi 5,000, hakikisha unaishi matumizi yako, gharama yako ya maisha inakuwa ni chini ya hiyo 5,000 kwa siku. Jambo la 4 ni kutokuwekeza pesa. Kuna watu hawafanyi uwekezaji kabisa. Usikubali kuishi namna hiyo. Hakikisha unawekeza, kwani kuwekeza ni namna ambavyo fedha inakufanyia kazi bila wewe kuwepo. Jambo la 5 ni kuwekeza pesa bila mipango. Wekeza, lakini uwekezaji unaleta manufaa pale ambapo unawekeza ukiwa na mipango fulani au ukiwa na malengo fulani. Kwa hiyo hakikisha unawekeza huku ukiwa na mipango au malengo fulani ambayo unahitaji kuyatimiza kupitia uwekezaji wako. Jambo la 6 ni kutokufuatilia matumizi yako. Watu wengi wanatumia fedha lakini hawafuatilii matumizi yao, na kwa kutokufuatilia matumizi yao wanashindwa kujua fedha zao zimeelekea wapi au zimepotelea wapi. Unapokuwa na utamaduni wa kufuatilia matumizi yako, utaweza kujua kwamba asilimia kubwa ya fedha zako huwa zinaelekea maeneo gani, na hiyo itakusaidia kujua ni wapi uongeze nguvu kwenye matumizi yako ya fedha. Kuzingatia matumizi ya muda mfupi tu. Hii ni tabia nyingine ambayo sio nzuri kabisa. Mtu anatumia fedha na yeye anachokiangalia ni matumizi ya muda mfupi tu. Hana muda wa kufikiria kuhusu kesho, hana muda wa kufikiria kuhusu kesho kutwa, hana muda wa kufikiria kuhusu miaka 3 ijayo, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo. Hakikisha una mpango wa muda mrefu kuhusu matumizi yako ya fedha. Hakikisha una mpango wa muda mrefu wa matumizi yako ya fedha. Hiyo itakusaidia kuwa na nidhamu, na hiyo itakusaidia kujiandaa vizuri kwa ajili ya wakati ujao. Jambo la 8 ni kutokujifunza kuhusu fedha. Ili uweze kufanikiwa kuitumia fedha vizuri, kuimudu fedha vizuri, hakikisha unakuwa na elimu ya fedha. Kitu chochote ambacho hauna elimu kwenye kitu hicho unakuwa mjinga, na unapokuwa mjinga maana yake ni kwamba kuna makosa mengi ambayo unaweza kuyafanya kwa kutokujua, kwa sababu hauna ufahamu na kitu hicho. Kwa hiyo ili uweze kuwa na matumizi mazuri ya kifedha, ili uweze kufanikiwa kwenye eneo la fedha, kuna ulazima mkubwa sana wa kuhakikisha unapata elimu ya fedha, hata ile ya awali au ile ya msingi, ili iweze kukusaidia namna ambavyo utaweza kutumia fedha zako na kuziendesha kikamilifu. Jambo la 9 au tabia ya 9 unayopaswa kuzingatia au unayopaswa kuiacha kabisa ni kutegemea hisia au tamaa kwa matumizi ya kila siku. Usifanye matumizi kwa kuzingatia hisia, usifanye matumizi kwa kuzingatia tamaa, bali fanya matumizi ya fedha zako kwa kuzingatia vipaumbele ambavyo umejiwekea katika maisha yako. Na kushauri sana ujifunze kuhusu bajeti, na kuna video yangu ambayo nimeshaiandaa kuhusu bajeti. Unaweza ukaitafuta YouTube ukaipata, ukajifunza namna ambavyo unaweza ukaiandaa bajeti yako, na bajeti ikakusaidia kuweka vipaumbele vizuri, ili unapotumia fedha yako, fedha ifuate vipaumbele sawa na vile ulivyopangilia, na isifuate hisia na tamaa. Ukifuata hisia na tamaa, ndio mwanzo unaokupelekea kuwa na matumizi yasiyofaa na fedha yako kupotea haraka bila kuleta manufaa makubwa kwenye maisha yako.
Jambo la 10 na la mwisho ni kukosa malengo ya kifedha. Usipoweka malengo ya kifedha utashindwa kujizuia, na ukishinda kujizuia utajikuta na matumizi yasiyofaa. Kwa hiyo hakikisha una malengo ya kifedha ya muda mfupi na ya muda mrefu. Hayo yatakusaidia kukucontrol au kukuongoza ni namna gani utumie fedha kulingana na malengo uliyojiwekea. Hata maandiko yanasema pasipo maono mtu huacha kujizuia. Fanya hivyo kwa ajili ya mafanikio yako.